hayati John Joseph Pombe Magufuli. Watanzania tunakukumbuka kwa mengi. Ulikuwa kamanda mpambanaji wa kuipambania Tanzania na mzalendo wa kweli, kuilinda Tanzania na mali zake, wakiwepo wa Tanzania. Wakati wa utawala wako tulikuwa salama sote, viumbe vyote vilivyo hai, tukiwepo sisi binadamu mpaka wanyama kwenye mbuga zetu. Uchumi wa nchi ulikuwa salama mikononi mwako. Mwenyezi Mungu ipokee mahali pema peponi roho ya Joseph John Pombe Magufuli, ipumzike kwa amani. Mimi kikubwa ambacho nakukumbuka nacho, japokuwa ni mengi kama Watanzania wengi wanavyokukumbuka nayo, ni kuchukia, kupinga na kuteketeza ulithubutu mapenzi ya jinsia moja, kwa maana ushoga na usagaji. Waliogopa kutembea hadharani, walijificha. Kwa hilo Mwenyezi Mungu ulimwakilisha, ulimwabudu, ulimtukuza, kwa sababu ulitambua alichukizwa na hicho, na ndio maana alichoma moto Sodoma na Gomora. Ukutaka Tanzania iwe Sodoma na Gomora, kwa sababu namtambua Mwenyezi Mungu. Na kama uliishi kwa kumtambua Mwenyezi Mungu, naamini roho yako iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ikipumzika kwa amani. Leo tuna mkuu wa mkoa wa Tabora, si mara yake ya kwanza kuwakamata wanaotaka mkoa wa Tabora kuwepo na wasagaji pamoja na mashoga. Hongera kwako mkuu wa mkoa wa Tabora. Mwenyezi Mungu akupe afya njema na ulinzi wake bora, ili Tabora isiwe kama Sodoma na Gomora. Leo unatoka unaenda sehemu unakuta mabinti 10, unatongoza mmoja, unajua wote ni mabinti. Tena huyu unayemtongoza unajua ni mwanamke, kawafunika wote, kapendeza, amevaa kuliko wenzake. Kumbe ni mwanaume lenzako, ukifika ndani ikivua ngoli na makende, yanatembea dhalani bila uoga. Imekuwa ni jambo la kawaida hata kwenye mitandao. Tanzania inanuka usodoma na Gomora. Huko mbele ya Mwenyezi Mungu tuombee viongozi waliopo wachukizwe na hili, hata wakuu wa mikoa wengine wachukizwe na hili, sababu naamini kwenye mikoa yao kuna haya mwanaume yenye makende, lakini anavaa kama wanawake. Kwa sasa kunyonyana denda kwa wanawake imekuwa ni hadharani sasa. Tuombe Tanzania isiwe Sodoma na Gomora. Tuombe John Joseph Pombe Magufuli. Tanzania iache kunuka kinyesi. Imekuwa ni too much sasa. Hata viongozi wa dini hawakemei swala hili, kwa sababu wengi wanafadhiliwa kutoka huko nje. Mashule ya kifahari yanajengwa kwa pesa za hawa wanaotaka tuwe Sodoma na Gomora. Viongozi wa dini sasa si kuamini tena kuachia mtoto wako, tofauti na zamani. Wanasiasa si wa kuamini tena kwenye hili, kwa sababu ya pesa. Mjomba, shangazi, kaka, dada si wa kumwamini tena kumwachia mtoto wako, kumuuza kwa wale waliogewa masharti na waganga, wakilawiti mtoto, wakibaka mtoto wa kike wanapata utajiri, wanawauza kama kawaida, na kesi kuishia majumbani na azifiki mahakamani. John Joseph Magufuli tuombe.
Nimeomba nikiamini utatuombea. Pumzika kwa amani, enjoy maisha yako mazuri ya duniani na maisha yako mazuri ya peponi mbinguni. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki Mambas 24. We live your life, man.